Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Nakukaribisha katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia. Leo tuko sura ya 10 katika Injili ya Yohana. Tunaangalia mistari michache hapa. Tuanzie wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambia, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, umuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tumefikia katika jambo jingine. Ni ahadi muhimu sana iko hapa. Hapa ni habari ya Yesu, anazungumza kama mchungaji mwema. Anatolea mfano wa mchungaji wa kondoo. Mchungaji wa kondoo, kienda kwenye nchi ya Israeli, tofauti na nchi zingine, mchungaji anatangulia mbele, kondoo wanafuata. Tofauti huku, mchungaji anakuwa nyuma, mifugo wanakuwa mbele, ili kuwapeleka anakotaka. Lakini kule yeye anatangulia, wanamfuata anakoenda mchungaji. Sasa anasema hapa, anatolea huo mfano. Sasa anasema yeye ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Lakini akasema jambo muhimu hapa. Mwizi pia anapokuja kuiba kondoo, haji tu kuiba, lakini anakuja, anaiba, anachinja, anaharibu wale kondoo. Lakini anasema mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu anasema mwizi akija, yeye kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuchinja. Lakini yeye anasema mimi nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu Kristo alikuja kuleta uzima wa milele. Kuleta uzima wa milele. Wapi? Kwa kondoo. Mimi na wewe ni kondoo. Tumepata uzima wa milele. Sasa hapa neno muhimu, wawe nao tele. Wawe nao tele. Hii tele maana yake nini? Kwamba uzima wa milele, ukishamwamini Yesu Kristo, anakupa uzima wa milele sasa, wakati huu, na baadaye anakuingiza kwenye uzima wa milele. Ndiyo maana ya tele. Kwamba anakupa uzima sasa, unatembea nao, na siku ya mwisho sasa anauthibitisha kwa kuingiza katika uzima wa milele. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema anafanya hivyo, anajali kondoo wake. Lakini mchungaji mbaya, ambaye kondoo si mali yake, yani mtu wa mshahara, mtu wa kulipwa, yeye hafanyi vizuri, anapeleka kondoo ndivyo sivyo. Lakini Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema, nimekuja niwape uzima, tena wawe nao tele. Tele maana yake sasa huko baadaye tutafurahia pamoja naye. Jambo muhimu kwangu na kwako ni hili: kama hujamwamini Yesu Kristo, tafadhali muamini sasa, akupe uzima wa milele sasa, na baadaye akupe tele. Mimi nikuombe kwa wewe ambaye tayari unao uzima wa milele, endelea kufurahia, endelea kuishi nao, endelea kushangilia ndani yake. Maana huu uzima ulionao, uliopewa na Yesu Kristo, siku ya mwisho atakupa taji, atakupa kufurahi, atakupa kuketi pamoja naye kule mbinguni. Hii ni furaha kubwa na ya ajabu. Hivyo basi, endelea kuishi maisha ambayo yanamfurahisha na yanayowafurahisha watu. Endelea kuishi maisha matakatifu. Usiishi maisha ambayo watu watakunyoshea kidole. Ishi maisha ambayo watu watakusifu
watu watasema naam, huyu ni Mkristo kweli kweli, ana uzima wa milele ndani yake. Na wote wenye uzima wa milele ndani yao, hao Yesu anawapenda na anawakumbatia siku zote. Nami ni ombi langu usiache kukumbatiwa na Yesu Kristo, lakini ukichungwa na yule ambaye siye, huyo atakupitisha pabaya na mwisho wake utaangamizwa. Mungu akubariki, tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Bila shaka umeelewa ninachosema. Uwe na wakati mwema na ubarikiwe sana, kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.